الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Naam, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la aqida, na leo tupo ukurasa namba 6 katika suali namba 7. Anasema mtunzi sin suali, ma maana qawlihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Hii ni sehemu ya aya iliyopo katika suratul Hadid. Hii ni sehemu ya aya iliyopo katika suratul Hadid, aya nambari 4. Tamam? Katika aya hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa huwa, naye Allah, ma'akum, yuko pamoja na nyinyi, ainama kuntum, popote mutakapokuwa, popote mutakapokuwa. Sasa nini maana ya kauli hii ya Allah? Jim jawabu, maanahu, maana yake al-ihatatu bil ilmi, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu amevizunguka viumbe vyake vyote bil ilmi, kwa kuvijua. Al-ihatatu maana yake ni Mwenyezi Mungu amevizunguka viumbe vyake vyote bil ilmi, kwa kuvijua. Kwa hiyo sisi tutakapokuwa popote pale tuko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini biilmihi la bidhatihi, kwa elimu yake, si kwa dhati yake. Kwa hiyo mantiki ya aya hii ni ile kanuni ya Ash'ira wal Maturidiyya wa fudhalau al-Hanabila, kanuni inayosema Allahu mawjudun fi kulli makanin biilmihi la bidhatihi. Allahu mawjudun fi kulli makanin biilmihi la bidhatihi. Allah yupo kila sehemu kwa elimu yake, la bidhatihi, si kwa dhati yake. Kwa nini si kwa dhati yake? Lianna dhatahu bainun an khalqihi, kwa sababu hakika dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala iko nje kabisa ya viumbe wake. Dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala haijafungamana na chochote katika viumbe wake. Allahu mawjudun bila makanin, Allahu mawjudun bila makanin. Allah yupo pasi na kuegemezewa au kusifiwa kwamba heti yupo sehemu fulani. Hiyo ndiyo akida yetu na ndiyo msimamo wetu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an amesema wa huwa ma'akum aina ma kuntum, naye Allah yuko pamoja nami, yuko pamoja na nyinyi, aina ma kuntum, popote mutakapokuwa. Kwa maana gani? Allahu mawjudun fi kulli makanin biilmihi la bidhatihi. Allah yupo kila sehemu kwa elimu yake, kwa maana elimu yake Allah inakitambua kila kitu kilichopo katika kila sehemu. La bidhati, si kwa dhati yake. Dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala haijatua katika kiumbe chake chochote, haijafungamana na kiumbe chake chochote. Na Allah ghaniyun, Allah ghaniyun, Allah hahitaji chochote na alikuwepo kabla ya kuumba chochote. Tamam? Hiyo ndio itikadi yetu. Sasa wanawazuoni, maimamu wetu wameifasiri vipi aya hii? Ndo akasema jim jawabu, maanahu al-ihatatu, Mwenyezi Mungu amekizunguka kila kitu bila ilmi, kwa elimu yake, maana kwa kukijua. Qalahu Thawri, maneno haya ya kuifasiri aya hii ameyasema al-Imamu Thawri wa Shafi'i, na al-Imamu Shafi'i wa Ahmadu, na Imam Ahmad ibn Hanbal, Ash-Shaybani wa Maliku, na Imam Malik ibn Anas wa ghairuhum, na maimamu wengine. Qala ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu ndani ya Qur'an,
wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilman, na hakika Allah amekizunguka kila kitu ilman, kwa kukijua. Aya 12 katika surati Talaq. Tamam. Kwa hiyo mantiki ya suali hili na maelezo yaliyokuja chini yake ni kukanusha sisi Ash'ari wal Maturidiyya wa fudalaul Hanabila kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun bila makani. Allahu mawjudun bila makani, Mwenyezi Mungu yupo pasi na kuegemezewa au kusifiwa kwamba eti yupo sehemu fulani, kama wanavyosema watu fulani. Wanasema kwamba Allah fauqa arshi, ala wartafa, amepanda na akanyanyuka, kwa maana yuko juu ya arshi yake. Yani wanasawirisha kana kwamba sijui Allah alikuwa chini ya ardhi ya saba, kisha akaumba ardhi saba akaja juu ya ardhi saba, akaumba anga akaja juu ya anga, akaumba mbingu saba akaja juu ya mbingu saba, akaumba arshi akaja juu ya arshi. Huo ndo mchoro ambao unaingia katika akili zao. Sasa maneno hayo au fikra hizo na mchoro huo ni sahihi? Sio sahihi. Kwa sababu gani? Allahu subhanahu wa ta'ala alikuwepo kabla ya kuumba chochote, lakini mchoro unaojichora katika fikra za ndugu zetu ndio huo, kwamba Allah alikuwa kule chini kule ilipoanzia ardhi saba, alipoumba ardhi saba akaja juu ya ardhi ya kwanza. Tamam. Akaja akaumba anga, akaja akaumba mbingu saba, akaja kuwa juu ya mbingu saba, kisha akaumba arshi, akaja kuwa juu ya arshi. Hiyo ndo akili yao. Ya laha min musiba, msiba mkubwa ulioje huo. Itikadi yetu sisi Ash'ari wal Maturidiyya wa fudalaul Hanabila, Allahu mawjudun bila makani, Allah yupo pasi na kuegemezewa au kusifiwa kuwa yuko sehemu fulani. Hayuko juu, hayuko chini, wala kulia wala kushoto. Wa huwa fi kulli makanin biilmihi, naye Allah yupo kila sehemu kwa elimu yake, kwa maana elimu yake ipo kila sehemu na anakijua kila kitu. La bidhatihi, si kwa dhati yake. Lianna dhatahu, kwa sababu dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala bainun an khalqihi, iko nje kabisa ya viumbe vyake vyote alivyoviumba. Wao itikadi zao kwamba Allah baada ya arshi pale kwamba kuna masafa fulani, ukiyakata hivi masafa hayo unamkuta Allah yuko hapo. Subhanallah. Jamanini, mumepokea kupitia hadithi gani uelewa huo? Mumepokea kutoka kwa salafi gani uelewa huo? Mumepokea kutoka kwa sahaba gani uelewa huo? Hakuna. Al-isnadu min ad-din, walaula al-isnad la qala man qala ma shaa an qala. Isnad ni katika dini, na kama si isnadi angesema mwenye kusema chochote atakachokusema. Uelewa huo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, ile aya inayosema Ar-Rahman ala al-arshi istawa, kwamba ala wartafa, uelewa huo mumeutoa kwenye hadithi gani ya Mtume? Kwenye maneno gani ya sahaba? Kwenye maneno gani ya salaf? Hakuna. Mumejitungia tu wenyewe, mmekaa ndani mkaona kwamba dini ni kama zile filamu filamu. Watu wanaweza kakaa ndani na wakapanga script wakaenda kuongea. Hicho kitu hakuna, hicho kitu hakuna. Na sisi itikadi yetu Ash'ari wal Maturidiyya wa fudalaul Hanabila ni kwamba Allahu mawjudun bila makani, Allah yupo pasi na kuegemezewa wala kusifiwa kuwa yuko sehemu fulani. Tamam. Alhaditha, napokea hadithi ya Mtume inayosema irba'u ala anfusikum. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwafika Khaybar na masahaba zake, walianza kunyanyua sauti bitakbir, kwa kusoma takbir na kuomba dua. Mtume akawaambia irba'u ala anfusikum,
zihurumieni nafsi zenu. Fa innakum, kwani hakika nyinyi, la tad'una asamma, amumuombi aliyekuwa ni kiziwi, wala ghaiban, wala aliyekuwa mbali na nyinyi. Wa innama, na hakika si vinginevyo, tad'una samian qariban, munamuomba anayewasikia na aliyekuwa karibu na nyinyi. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameipokea Imam Bukhari. Maanahu, maana yake, la yakhfa ala Allahi shay'un, hakuna kitu chochote kinachofichikana katika elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama wanasema katika ile aya inayosema laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, aya iliyopo katika surati Shura aya 11, aya ile sehemu yake ya kwanza, laisa kamithlihi shay'un, inawapinga wale mushabbiha wenye kumsifu Allah kwa sifa za viungo na wenye kumfananisha Allah na sifa miongoni mwa sifa za viumbe wake, inawapinga hao. Na ile wa huwa as-sami'ul basir inawapinga mu'attila. Mu'attila ni wale ambao wanakataa kila sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejiegemezea sifa hiyo, na sifa hiyo ni miongoni mwa sifa za viumbe wake, ambao miongoni mwao ni Mu'tazila. Lakini sisi Ash'ira wal Maturidiyya wa fudalaul Hanabila mpaka hivi sasa hatujaona aya wala hadithi inayopingana au inayopinga akida yetu na msimamo wetu hata moja. Kama ipo leteni, kama ipo tuleteeni tuione hadithi ambayo akida yetu sisi inapingwa na hadithi hiyo, au aya ambayo inapinga akida yetu sisi. Hakuna. Mlango wetu wa leo ni katika kuelezea kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun bila makan, wa huwa mawjudun fi kulli makan bi'ilmi la bidhati, lianna dhatahu ba'inun an khalqihi. Na jambo hili linathibitishwa ndani ya Qur'an, jambo la kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayupo sehemu linathibitishwa ndani ya Qur'an kupitia aya hii, wa huwa ma'akum ainama kuntum, naye Allah yuko pamoja nanyi popote pale mtakapokuwa. Sasa ikiwa ni hivi, utasemaje kwamba Allah fauqa arshi, kwamba Allah yuko juu ya arshi yake, akati yeye mwenyewe amesema huwa ma'akum ainama kuntum, yuko pamoja nanyi kokote mtakapokuwa. Lakini sio hivyo tu, imekuja hadithi katika sahihi al-Bukhari, hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema inna ahadakum idha qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu, hakika mmoja wenu atakaposimama katika swala yake, hakika yeye ananong'ona na Mola wake mlezi. Wa inna rabbahu bainahu wa baina al-qibla, na hakika Mola wake mlezi yuko kati yake yeye na kati ya qibla, yuko kati yake yeye na kati ya qibla, kwa maana Allah yupo katikati ya qibla na huyo mmoja wetu ambaye anaswali. Fala yabzuqanna ahadukum qibla qiblatihi, basi asiteme mate au makozi yoyote katika nyinyi, qibla qiblatihi, uelekeo wa kibla chake. Qibla qiblati, uelekeo wa kibla chake. Utasemaje kwamba Allah fauqa arshi, tena ukawa unaitakidi kwamba yuko juu ya arshi kwa dhati yake, kwa dhati yake? Utaitakidi vipi wakati kuna hadithi ambayo ni sahihi imebeba maelezo kama haya? Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake cha Fathul Bari anasema
wa fihi raddun ala man za'ama anna Allah ta'ala ala al-arshi bidhatihi. Katika hadithi hii ya Mtume kuna kupingwa yule anayedai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arshi kwa dhati yake, kwamba Allah amekaa juu ya arshi kama wanavyoitakidi watu fulani. Hadithi hii inampinga, hadithi hii inampinga. Hii ni hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nayo inakataa, inakanusha kwamba Allah hayupo katika sehemu, hasa hiyo sehemu anayodai ndugu zetu. Kuna hoja yao wanaitoa, kwa nini mnapoomba dua mnaelekeza mikono juu? As-samaa qiblatu du'a. Hawa ni mafundisho kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbingu ni qibla cha dua. Kwa nini qibla cha dua? Kwa sababu kutokea juu ndiyo zinateremka rehma na baraka. Tamam, hao ndio mafundisho ya mtume. Lakini kuna hadithi ya mtume sahihi, na iko ndani ya sahihi Muslim, iko ndani ya sahihi Imam Muslim, hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anaipokea na kutueleza kwamba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilitokea siku alikuwa anaomba mvua na hakuelekeza mikono juu, bali alielekeza mikono yake wapi? Chini. Ninaposema mikono nakusudia kwamba haya matumbo ya mikono, haya matumbo ya viganja, haya matumbo ya viganja, sawa sawa. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku hiyo alivyokuwa akiomba mvua, tamam, siku hiyo alivyokuwa akiomba mvua, haya matumbo ya viganja hakuyaelekeza juu, alielekeza chini. Alielekeza wapi? Chini. Hadithi iko ndani ya Sahih Muslim ya Anas ibn Malik, anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam istasqa, aliomba mvua, kwa maana alisoma dua ya kuomba mvua. Fa ashara bi dhahri kaffaihi ila jihati as-samaa, akaashiria bi dhahri kaffaihi, kwa migongo ya viganja vyake, kwa maana matumbo ya viganja yalielekea chini, sawa sawa, na hii sehemu ya juu yenye ngozi ngumu hii sasa ilielekea wapi? Juu. Sasa je, tuwajibishe kwamba Allah yuko juu kwa sababu tunapoomba dua matumbo ya viganja yanaenda juu, ikiwa tayari imekuja hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindi anaomba mvua kuonesha kwamba matumbo ya viganja alielekeza chini? Hatuwezi kuwajibisha hilo mumelihukumu kupitia akili zenu wenyewe. Lakini mtu anaweza akaomba dua kwa kuelekeza matumbo yake ya viganja chini na dua yake ikawa makubuli, na hawa ni mafunzo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Kwa hiyo hoja ya kwamba eti mbona mkiomba dua mnanyosha mikono juu, mnapeleka matumbo ya viganja yenu juu, hiyo sio hoja ya kuwajibisha kwamba Allah yuko juu. Tamam. Allahu mawjudun bila makani, Allah yupo pasi na kusifiwa au kuegemezewa kwamba yuko sehemu fulani. Tamam. Ndani ya Qur'an imekuja aya inasema wa anzalna alhadida fihi basun shadidun, na tumekiteremsha chuma. Chuma kipo wapi? Chuma kinavunwa wapi? Si chini ya ardhi. Lakini Allahu subhanahu wa ta'ala anasema wa anzalna alhadida, anatumia lugha ya inzal, ya kuteremsha, lakini chuma kinavunwa chini. Kwa hiyo msitumie tu lugha kuwajibisha vitu pasi na kurudi kwa wanawazuoni wenu waliwatangulia. Walielewa vipi? Waliona wapi mambo? Walipokea vipi? Tamam. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ana maneno yake, anasema maneno yake ni maarufu haya, maneno yake ni maarufu, yamepokelewa kwa sanadi ambayo la ghubara alayhi,
haina vumbi yoyote juu yake. Maneno haya ni maarufu na yamepokelewa katika vitabu vingi vya aqida, na sanadi yake la ghubara alayhi, ruya bisanadin la ghubara alayhi, yamepokelewa kwa sanadi ambayo haina hata chembe ya vumbi juu yake. Anasema inna Allaha khalaqa al-arsha idhharan liqudratihi, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameumba arshi kwa ajili ya kudhihirisha ukubwa wa kudra yake, la biittikhadhihi makana, si kwa kuifanya arshi kwamba eti ni sehemu ya yeye kukaa. Allah subhanahu wa ta'ala aliumba arshi kuonesha ukubwa wa kudra yake, na arshi ndiyo kiumbe kikubwa kuliko viumbe wote. Tamam, alisema hivyo Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Lakini pia aliwahi kuulizwa Sayyidina Ali ibn Abi Talib, aina Allah ya amira almu'minin, aina Allah? Akasema aina tujibu almakana. Tamshi la kusema aina Allah tujibu almakana linawajibisha hicho kinachoulizwa kwa aina kwamba kipo sehemu. Wa kana Allahu wala makana, na Allah alikuwepo basi na kuwepo nini? Sehemu. Hilo ndo jibu alilolitoa Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alipoulizwa aina Allah. Na kuna maneno yake mengine anasema, alisema sayarji'u qaumun min hadhihi al-umma inda iqtirabi as-sa'a kuffaran, watakuja kurejea watu katika umma huu pindi kitakapokaribia kusimama kiyama, kuffaran, watarejea hali ya kuwa ni makafiri baada ya kuwa waliamini. Akaulizwa ya amira almu'minin, kufruhum bimadha, watakufuru kwa sababu gani? Bilihdath, kwa kuzusha mambo, au bilinkar, au kwa kukanusha mambo ambayo tayari yameshathibiti. Akasema bal alinkar, bal kwa kunini? Kwa kupinga mambo ambayo yameshathibiti. Yunkiruna khaliqahum fayasfifunahu biljismi wal a'dha. Hiyo ndio kauli alisema nan amirul mu'minin. Yunkiruna khaliqahum, watamkanusha Mola wao mlezi, watamkanusha Mola wao mlezi. Fayasfifunahu biljismi wal a'dha, na watamsifu kwa sifa ya kuwa ana kiwiliwili, wal a'dha, na kuwa ana viungo. Amirul mu'minin alisema maneno hayo kwamba mwisho pindi kinakaribia kiyama, kuna watu katika umma huu ambao ni waumini, itafikia hatua watakufa hali ya kuwa ni makafiri. Kwa sababu gani? Wataukataa uhakika wa Mola wa mlezi, uhakika wa Allah, na ujua mwenyewe Allah. Wewe unapomsifia Allah kuwa ana mkono wa hakika, je, kuna mkono pasi na kuwepo bega? Na kuna bega pasi na kuwepo kifua? Na kuna kifua pasi na kuwepo kiuno? Tusishuke chini, tuishie hapo tu. Unamwegemezea Allah kuwa ana mkono mmoja au ana mikono miwili. Je, mikono hiyo iko vipi? Inaelea tu angani hivi? Inaelea tu angani, au ipo katika kiwiliwili, imeshikamana kiwiliwili fulani? Hauoni kwamba unamsifia Mola wako kwa sifa ya kiumbe, kwa sifa ya kiwiliwili, kwa sifa ya kuwa ana viungo? Unamsifia kwa sifa kwamba amekaa juu ya arsh. Hivi anakaa anakaa asiyekuwa na ala ya kukalia? Kila anayekaa ana ala ya kukalia, na ile ala ya kukalia imeshikiliwa na kiuno. Kiuno pia, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Unamsifia Allah na sifa za kiwiliwili. Umempokea nani ndani ya Qur'ani au katika hadithi au katika kauli ya sahaba au katika kauli ya salaf? Umempokea nani maneno hayo anayethibitisha vitu kama hivyo kwa njia ya hakika? Hakuna uliyempokea, hakuna uliyempokea.
ni wewe mwenyewe, ni wewe mwenyewe. Imam Malik radhiyallahu anhu alipoulizwa madha taqul, unasema nini katika hii aya ya Allah inayosema arrahmanu ala al-arshi istawa? Imam Malik akasema istawa kama wasafa bihi nafsa wala yuqalu kaifa istawa wa kaifa anhu marfu'un wama araka illa sahiba bid'atin akhrijuhu. Aliingia mtu ndani ya msikiti akamuuliza swali hilo Imam Malik, unasema nini katika aya hii inayosema arrahmanu ala al-arshi istawa? Akasema istawa kama wasafa bihi nafsa wala yuqal kaifa istawa, amestawa kama alivyojielezea mwenyewe, na wala hakusemwi amestawa kwa namna gani. Wa kaifa anhu marfu'un, na namna kwa Mwenyezi Mungu ni yenye kuondoshwa. Wama araka illa sahiba bid'atin, na wala sikuoni wewe muulizaji isipokuwa ni mtu mzushi. Akhrijuhu, akawaamrisha wale watu kwamba nini, wamtoe ndani ya msikiti. Nini maana ya maneno haya ya Imam Malik? Ni kukanusha sifa yoyote ya kiumbe kuegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu aliulizwa pia nini maana ya arrahman ala al-arshi istawa, akasemaje? Istawa kama akhbara la kama yakhtur lilbashar. Akasema hivyo, istawa kama akhbara la kama yakhtur lilbashar. Allah amestawa kama alivyoelezea, sio kama namna inavyompitikia mwanadamu katika nini, katika ubongo wake. Hiyo ndio itikadi ya ahlus sunna wal jamaa, ambao ni ashaira wal maturidiyya wa fudalaul hanabila, na ndio itikadi ya masahaba kama namna tulivyoeleza kwa Saidina Ali, na ndio itikadi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama namna tulivyoeleza kuanzia mwanzo, sawa, na ndio itikadi ya salaf, na ndio itikadi ya salaf, na ndio nini, itikadi ya salaf. Hakuna salaf aliyeegemeza sifa yoyote ambayo Allah amejisifia sifa hiyo inayoendana na sifa za viumbe wake akaisifu kwa njia ya hakika. Hakuna hata mmoja. Al-Walid ibn Muslim rahimahullahu ta'ala anasema sa'altu al-Awza'iyya wal-Thawriyya wa Malik wal-Laytha, niliwauliza hawa maimamu al-Imam al-Awza'i, al-Imam al-Layth, al-Imam Malik ibn Anas, al-Imam al-Thawri عن الأحاديث التي فيها الصفات, kuhusiana na zile hadithi ambazo ndani yake kumeelezewa sifa za Allah. Fakulluhum qal, basi kila mmoja alisema amiruha kama jaat, amiruha kama jaat bila tafsirin, zipite kama zilivyo pasi na kuzitafsiri kwa hakika yake. Na ikaja iliwa nyingine akasema amdhiha bila kaifin, zipite hizo aya na hizo hadithi ambazo ndani yake kumeelezewa sifa za Allah bila kaifin, pasi na kujenga namna wala taswira yoyote katika nini, katika ubongo wako. Hilo ndio jibu alilopewa Al-Walid ibn Muslim, na huyu ni katika maimamu, ni katika wanazuoni wa hadithi katika zama za salaf. Amekufa mwaka 195. Al-Walid ibn Muslim kafa mwaka 195. Aina anta, aina anta, uko wapi wewe na salaf? Uko wapi? Uko wapi wewe na salaf? Kwa utaona sisi ashaira wal maturidiyya wa fudalaul hanabila, akida yetu ndiyo akida iliyosalimika, ndiyo akida ambayo ipo salama, la hubara alaiha, hakuna vumbi lolote juu yake. Kama kuna hadithi na kuna aya inapingana na akida yetu, ilete tukufahamishe. Kwa hiyo katika mlango wetu wa leo tumesoma kwamba Allahu mawjudun bila makan,
وهو موجود في كل مكان بعلمه لا بذاته، لأن ذاته تعالى بائن عن خلقه. وإلى هنا انتهي. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العفو منكم.